Yes bana, leo ni siku nyingine tena nikasema naweza kumtafuta Rhino kwa sababu najua huu ni mwezi wa kumrudia Muumba, na huyu bwana kama unavyojua alikuwa yuko katika kundi la The Mafic, lakini sasa hivi ajiiti Rhino, anajiiti Uelewa wa Sauti. Jamani Rhino, uko serious na wewe? Maisha yanataka serious. Ukiangalia katika huu uwepo ambao uko sasa hivi, nini ambacho unafili kikubwa na unatamani kuwashawishi wengine wawe kama wewe? Ni kwamba kuna maisha ambayo watu wengi wanayatamani, wanayaishi kwa kuigiza, huku tunaishi kwa uhalisia. Ndio tofauti yake. Yaani kuna maisha ambayo wewe unayatamani kuyaishi, unanitizama, lakini huko ulipo sasa hivi unaishi kwa kuigiza. Huku sisi maisha hayo tunaishi kwa uhalisia. Karibu kwa Mungu. Nitajie mastaa watatu ambao unataka uwakaribisha katika maisha unaoishi wewe. Sio watatu, nakaribisha wote, huku ni kwao. Yaani nikisema watatu maana wengine nawabagua. Yaani wewe ambaye unatizama sasa hivi, njoo kwenu. Sikiliza. Acha misimamo ya kiimani, kwa sababu lengo na kusudi ni aliyeumba. Tukae hapo, huku tupo kwa aliyeumba. Sasa kama aliyeumba wewe unamfahamu kwa jina gani, ndio hivyo hivyo, lakini kwetu ni aliyeumba, tunamuita chanzo cha mema na mazuri. Okay. Hatari sana. Uelewa wa Sauti aka Rhino, maana najua watu okay, najua watu wengi wanakujua kwa Rhino. Mimi nilikuwa nataka tu tuonyeshe uelewa wa Sauti ambao unatuambia wewe, kwa sababu wengi ukiutazama hapa wanakumbuka mambo ya The Mafic. Nipe maelekezo. Unajua yani uelewa wa Sauti wangu ni maisha yangu. Yani kuelewa maana yake ni kuishi. Ninavyoishi mimi sasa hivi si ambavyo nilikuwa nikiishi awali. Kwa hiyo nadhani kikubwa ni kwamba tu na wakaribisheni kwa aliyeumba. Okay. Moja ya kitu ambacho nikutana nao kwenye mitandao ya kijamii, wanasema bana, ule jamaa baada ya kufanya sana muziki akaona elewelewi na ile songo mbingo ile iliyotokea msiba wa Mbalamwezi, akawa kama amekata tamaa, akaamua bora akimbilie katika kuokoka. Hii pia nayo unawaambiaje ambao wanasema hivi? Ni sawa, kama nilikimbilia kwa Muumba ni jambo zuri. Jambo baya ni kwamba nisingekimbilia kwa aliyeumba. Lakini kama nimekimbilia kwa aliyeumba, maana yake nilikuwa natafuta suluhu. Sikuwa natafuta kitu kingine. Nilikuwa natafuta kwamba nipate solution ya maisha yangu, niishi kwa amani, niishi kwa raha, na nilichokipata namshukuru aliyeumba. Rhino, ushakukumbuka maisha yale ya wakati ule wa The Mafic? Yaani wewe ndio unayazungumzia, lakini kinyume na wewe kunihoji mimi nisingekuwa nayakumbuka, wala nisingezungumza, wala yani sio moja kati ya story ambazo mimi naziishi sasa hivi. Yaani ni maisha ambayo yalishapita, hayapo tena. Kwa hiyo namshukuru aliyeumba. So far Rhino, mimi najua IQ yako ni kubwa sana muziki na unasikio bora sana. Sasa hivi umesema kwamba wewe uko kwenye mambo haya ya uelewa wa sauti. Okay, sawa. So far ni kwamba kuna namna wewe muziki wa dunia unaujua vizuri sana. Sasa hivi katika muziki huu wa Injili, ni nini kikubwa ambacho unaenda kukifanya ambacho kitakuwa identity na kufanya muziki huu uzidi kwenda viral na kwa ukubwa zaidi? Cha kwanza mimi namtumainia na kumtegemea. Yaani mimi namtegemea aliyeumba. Kwa hiyo kile ambacho alichonibariki na kifanya, ndio maana umeona leo tumeintroduce binti anaitwa Tunu, na si kwa sababu ya ushindani, si kwa sababu ya kujionyesha, si kwa sababu ya kutaka kuendelea kuwepo, hapana. Ni kwa sababu ya kutimiza jukumu la kuendelea kumsifu aliyeumba. Tunu ni mwimbaji mzuri, na yeyote ambaye ni mwimbaji mzuri, pale ambapo naweza nikafika kumpeleka, nitamfikisha kwa utukufu aliyeumba peke yake. Si kwa sababu ya kutaka kuonyesha kwamba mimi nina experience na game au mimi ni mkongwe, nimekaa amna. Niko hapa kuhakikisha kwamba amenipa kibali Muumba cha mimi kumsifu. Nitamsifu, nitahakikisha kwamba yote anayemsifu Muumba mimi namsupport kwa hali na mali. Hivi Rhino, ukiwa na hasira wewe uoga ni mtu wa namna gani? Nataka niongee kwa uzuri. Ukisoma hata maandiko wanasema hasira ukawa kifuani mwa mpumbavu. Kwa hiyo si kwamba wasikasiriki, na nilikuwa nakasirika, lakini naendelea kubadilika taratibu, lakini sitaki kukiri hasira. Naendelea kubadilika kwa sababu si kwamba mimi niko perfect. Yani naendelea kulearn day by day, kwa sababu kuacha asili ilikuwa sio kitu chepesi, lakini namshukuru aliyeumba. Hata kwa hapa nilipofika ni kwa juhudi zake. Nini unafanya ku control hasira zako? Shukrani, toba na shukrani. Kuinua toba yale ambayo utakaswa na haki, kumsihi Muumba yale ambayo nisioyaweza ayamalize yeye. Kwa sababu Uelewa wa Sauti aka Rhino. AK Rhino mbona ingangania kaka? Mimi sio Rhino tena. Okay, sawa, naelewa. So far Watanzania sasa, najua Watanzania wakiangalia sura watajua huu ni Uelewa wa Sauti. Okay, Uelewa wa Sauti.
wengi wanasemaga kwamba mtu kama alikuwa anaimba mziki wa Bongo Flava akaingia kwenye mziki wa Injili akafanya, mara nyingi huwa wanakwama, wanarudi tena kule kule. Tushamshuhudiaga mpaka Jinako alishatoga nyimbo na akasema kwamba ameamua kumrudia Yesu, na tukaona anaenda kwenye tamasha moja akaimba kabisa nyimbo kwenye tamasha, nyimbo ya kumsifu Yesu. Lakini baada ya hapo sasa hivi ni hip hop nyingi. So far labda unawaambiaje ambao wanasema labda pengine unaweza kubadilika hata baada ya miaka 5 au 4 au 6? Tuhakikishie hilo. Wanaofikiria hivyo walianza kusema hata mara ya kwanza na introduce kwamba mimi nimeachana mambo ya kuimba, nimeachana mambo ya duniani na Bongo Flava whatever. Nikisema duniani watu wanasema sasa kuna dunia nyingine. Yani zile taratibu ambazo haziendani na misingi ya Muumba nimeachana nazo. Watu wengi walisema kama hivyo, lakini acha nikuhakikishie kwamba huyu aliyenileta huku ndio ananiwezesha mimi kuishi mpaka leo hii bila kurudia yale mambo ambayo nimeachana nayo zamani. Kikubwa tu ni kwamba usikae na kuangalia kwamba uelewa atarudi kwenye maisha yale ya duniani. Sasa hivi inabidi ukae kwenye mlengo wa kujifunza kulingana na badiliko nililonalo, ili na wewe pia Muumba akupe badiliko kupitia kuyaona yale ambayo Muumba amenibadilisha mimi. Kwa hiyo kwa sababu tunaishi umilele, mimi namsihi tu Muumba ndani yako aendelee kuwa na amani na asiendelee kukaa katika mlango wa kuangalia ni wapi nitakapoanguka, kwa sababu hilo ni shimo unanichimbia, na wanasema hayo mashimo wanayoyachimba wataingia wao wenyewe walioyachimba. Kwa hiyo hakisha usije ukachimba shimo ambalo litakufikia mwenyewe. Mimi uelewa wa sauti nipo kwa Muumba na kukaribisha kwa aliyeumba. Mkataba wa mimi kurudi huko ulishafutwa. Hapa nilipo hata password ya kunirudisha hata hatua 3 nyuma sina. Sio hatua 3, hatua 1 nyuma sina. Kwa hiyo namshukuru aliyeumba kwamba badiliko la mimi kurudi nyuma hamna, ni badiliko la kwenda mbele zaidi. Okay, mimi najua unakutana na wasanii wenzako wa miaka ya nyuma na ambao walikuwa wanakujua kama Rhino. So far wao wanakuambia nini? Nataka uniambie shuhuda zako kupitia marafiki zako wasanii na mastaa wote. They are good friends of mine. Tunazungumza na waheshimu kwenye kile ambacho wanachokifanya. Wananiheshimu kwa hatua ambayo Muumba amenivusha. Kwa hiyo huwa tunakaa tunazungumza, tunajadili na wapa challenge ya kuwakaribisha kwa Muumba, lakini sio kwamba wanaishi yale maisha ya kwamba wampendi aliyeumba. Kila mmoja anaishi maisha yake kwa sababu ya ufahamu aliowahi kuupokea kabla. Kwa hiyo mimi ambaye nimepata uheri, si kwamba naona wenzangu si bora, si kwamba naona wenzangu hawafai. No, ni day by day. Langu utasikia fulani pia akaja, langu utasikia fulani pia akaja, langu utasikia fulani pia akaja, hivyo kwa muendelezo. Ni star gani ambaye alikuuliza kabisa front, na unaweza kututajia hata nani ambaye kusifia tu namna mawazo ambayo umeyafanya? Ni wengi, lakini wengine labda wapendi, unaelewa, naheshimu privacy ya mtu, lakini ni wengi na wote ni marafiki zangu. Kuna wengine ambao pia wananipigia, nafanya counseling na washauri kwenye yale mambo ambayo naweza nikawashauri, na kuna wengine ambao wanafanya nao shukrani kwa yale mambo ambayo wanayapitia, ambao wao hawawezi kujikwamua, wanamhitaji Muumba na wanapata majibu chanya kabisa. Muumba anafanya jambo kwenye maisha yao. Kwa hiyo wote ni marafiki zangu na wote nimefungua mlango wa kujadili na mimi mambo yoyote bila kuwa na limitations. Nashukuru sana.